Karibu mpenzi mtazamaji wa channel yetu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi katika channel hii tunajifunza neno la Mungu, tunajifunza Biblia, ndio msingi wa mafundisho yetu katika kusogea karibu na njia ya uzima. Hasa tunapoishi katika nyakati za mwisho za kufunga kwa historia ya dunia, lakini pia kukabiliana na changamoto nyingi na udanganyifu wa shetani ambao anauweka katika njia zetu. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika neema ya Kristo Yesu na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ili tuweze kufahamu neno lake, ili tuongoze katika maisha yetu ya kila siku. Rafiki, siku ya leo tunajifunza jinsi ya kuondoa giza katika maisha yako. Jinsi ya kuondoa giza katika maisha yetu. Ni mambo gani ambayo tunatakiwa kuyafanya? Kanuni za msingi. Ninapozungumza giza namaanisha nini? Giza ni hali ya kwamba huwezi kuona. Giza ni hali kwamba huwezi kuona. Hakuna vitu vinavyoonekana katika giza. Nuru ni kwamba vitu vinaonekana. Giza manake vitu havionekani. Hata kama vipo havionekani, na hata kama havipo havionekani. Giza, nuru ni nafasi ya kuona kitu kipo au hakipo. Lakini giza huwezi kujua kitu kipo au hakipo. Katika maisha yetu tunakuwa na giza sehemu mbalimbali za maisha. Na mojawapo ya changamoto ambayo inatukabili wanadamu ni kutokujua kesho. Ni kutokujua yatakayoweza kutokea. Ni kutokujua kwa nini hili linanikuta. Ni kutokujua ninaweza kufanyaje kutatua jambo fulani. Hilo ni giza katika maisha. Lakini hali ya kuhisi kama vile maisha yako ya kwako peke yako, hakuna naye kuona. Lakini wakati pia wa giza, kuna giza jingine, kuna giza ambalo linatengenezwa na mapepo yanamfunika mtu na giza, anashindwa kuona. Kile anachokifanya hakitoki kwa sababu haoni. Katika ulimwengu wa roho haoni chochote, lakini katika fikra zake pia haoni chochote. Anachohisi anakiona sicho kilivyo. Anaona mengineyo. Anaweza kawa anaanza kupata nuru. Mfano, usiku unapotembea kuna nuru fulani hivi na giza vimechanganyikana. Unaweza ukaona kisiki lakini ukahisi kama ni mtu. Giza limekuathiri usione kwamba kile ni kisiki, mwisho si ukaogopa. Kwa hata maisha yetu ya kiroho kuna wakati shetani anatuwekea giza fulani. Kuna vitu tunaviona ni baraka lakini tunaviogopa. Kuna vitu tunaviona ni vya kuogopeka lakini tunakwenda. Kuna shimo, giza linakufunika usione shimo, unadumbukia. Lakini siku ya leo neno la Mungu linataka kutufundisha jambo la muhimu, namna gani ya kuondoa giza katika maisha yetu. Tutambue ya kwamba sisi ni viumbe tusiojitegemea. Ni viumbe tunaotegemea. Na viumbe vyote vya Mungu, hakuna kiumbe kilichoumbwa kujitegemea. Kila kiumbe kimeumbwa kutegemea kwa mtoaji wa kila kitu. Kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105, Biblia inasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo ikiwa tunahitaji kuondoa njia zetu zikae katika nuru, tuone nuru, tusione giza, neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Ili shetani atuangushe katika mashimo mengi aliyotutegea, katika mitego aliyotutegea, katika mashimo aliyotuchimbia, katika kila zahama ambao shetani ametuandalia, kwa sababu ni kiumbe anayetuchukia kuliko kawaida. Anachokifanya analiondoa neno la Mungu katika maisha yetu. Analiondoa aidha tusilisikie, tusikie yale yanayopendeza nafsi zetu za dhambi. Lakini kitu kingine anachofanya shetani ni kufanya sisi tusisome neno la Mungu kwa kutetea vitu vingine ambavyo vinachukua nafasi ya uongozi wa neno la Mungu. Biblia inaposema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Maanake miguu inapotembea inaona sehemu ya kukanyaga, lakini njia inaonekana kwa sababu ya neno la Mungu. Unapokutana na changamoto fulani, ukiwa na neno unaweza kujua, okay, hiki ni hiki. Hiki kinatoka hapa. Hiki inatatua hiki. Unasoma kwenye Biblia, unapata kuona mwanga. Lakini twende kitabu hicho cha Zaburi 119 mstari wa 9, anasema ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Inawezekana njia yako imekuwa na giza, rafiki. Umeishi maisha ambayo unaona kabisa hayana nuru, hayana kesho, hayana maisha baada ya kifo. Jiulize swali rahisi. Ikiwa Mungu akikwambia kesho fulani kwa jina lako ni mwisho wako wa kuishi, unadhani ungelitakiwa kufanya nini? Je, unajua maisha yako baada ya kuishi hapa duniani? Je, maisha yako ya uzeeni unafikiri yatakuwaje? Je, unadhani maisha uliyoishi umeishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu ama kwa ajili ya nafsi yako? Aliyekumba unadhani amefaidika na uwepo wako duniani au umefaidika wewe mwenyewe?
Hata inawezekana hata wewe mwenyewe hujafaidika na uwepo wako hapa duniani. Sasa unatamani kama natamani sasa nirudi katika njia ya Mungu. Maisha yangu niyabadilishe, nimechoka kutumikia dhambi. Nimechoka kuishi maisha ya mashaka. Nimechoka kuishi maisha yasiyokuwa na furaha. Nimechoka kuishi maisha yasiyokuwa na kesho inayoeleweka machoni pa Mungu. Biblia inatuambia ya kwamba ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Kwa hiyo ikiwa unahitaji kusafisha njia yako, anza kulitii neno la Mungu. Ngoja nikwambie kitu. Giza huwa aliondolewi kwa kupigana. Giza huwa aliondolewi kwa kufungua sana macho. Giza inaondolewa kwa kuwasha taa. Ikiwa unahitaji kuondoa giza katika maisha yako, unahitaji kutumia nguvu kuliondoa giza la namna yoyote. Unahitaji nuru, neno la Mungu. Ila kumbuka, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hicho ni kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Lakini mstari wa 9 anasema kwa nuru halisi amtia nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Ngoja tulisome hili neno. Ni Yohana, Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 9 unasemaje? Sije kawa nimekosea. Yes, mstari wa 9 anasema kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Nuru halisi huyo ni nani? Ni Yesu Kristo. Mstari wa 10 anasema alikuwepo ulimwenguni, hata kwa hiyo ulimwengu ulipata kwako, wala ulimwengu haukumtambua. Yesu Kristo ndiye nuru. Neno la Mungu ndiyo nuru. Rafiki, una Biblia? Kama huna Biblia unayo kwenye simu, hapana. Ningekushauri kama unaweza kununua simu. Simu ni mawasiliano yako na mtu, na binadamu yote, si ndio? Na ukikosa simu unajisikia vibaya kwa sababu huwezi kujua ndugu zako waendeleaje, marafiki zako waendeleaje, na mengine yanaendeleaje, kwa sababu unahitaji simu. Sasa hivi simu kama smartphones, watu wako na groups kwenye WhatsApp ambako wanajua kazi zao zinakwendaje, wako na networks, wako na vitu vingi na vitu vinafanyika kwenye simu. Simu ni chombo cha mawasiliano, si ndio? Lakini Biblia ni kifaa cha mawasiliano. Umeweza kununua simu kwa ajili ya kuwasiliana na watu, si ndio? Umejinyima umenunua simu kuwasiliana na watu. Je, umeshinda kujinyima kununua Biblia kuwasiliana na Mungu, kuwasiliana na Yesu aliyekufa kwa ajili yako? Tafuta fedha, nunua Biblia. 26,000, 30,000, nunua ya kawaida. Zinatofautiana, zipo za gharama na zipo za gharama ndogo. 25,000 unapata Biblia nzuri. 20,000 unapata Biblia vingine vinakaa kidogo, vinaweza kuumiza macho sometimes. Inategemea na uwezo wako wa macho ya kuona. Lakini hebu wekeza, tafuta Biblia, soma neno la Mungu, upate nuru. Tunahangaika, tunapotea kwa sababu hatulijui neno. Na kwa sababu hatulijui neno, hatumjui Mungu. Nani amewahi kumwona Mungu? Anasema mwanadamu hataniona akaishi, lakini ametupatia neno. Na katika neno ameweka nguvu zake, ameweka tabia yake, ameweka kila kitu cha kwake, kwamba ukiwa na neno langu utapata kila kitu kuhusu mimi. Ndio maana Yesu Kristo anaitwa neno la Mungu. Na huyo Yesu ndiye Mungu na ndiye aliyetuumba. Sema vyote vilifanyika huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ni mstari wa 3. Kwa hiyo rafiki yangu, tunahitaji kuendelea kuombeana. Na mimi nikutie moyo. Mwambie Yesu hapo ulipo, akusaidie urudi katika neno. Uondoe giza katika maisha yako. Upate nuru. Hautapata nuru ghafla, kwa sababu nuru ukiwa kwenye giza, mtu akawasha taa ghafla inakuumiza macho. Unahitaji taa iwake taratibu. Kwa maana hiyo hautaona kila kitu kwa ghafla. Utaanza kuona kwa hatua. Chukua Biblia, anza kusoma. Piga hatua kila siku kumwelekea Yesu kupitia neno lake. Kila siku ukimtambua Mungu, kila siku ukisoma neno la Mungu, ni taa ya miguu yako. Ukilisoma na kulitia, amesema jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Huwezi kutii neno la Mungu bila kulisoma. Utatii kitu gani usichojua?
Kwa rafiki, nikutie moyo. Kuachie fungu jingine moja hapa, la 11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Dhambi ndio linaleta giza kwenye maisha yetu. Wengi tumejiletea giza kwenye maisha kwa sababu tuliacha neno la Mungu tukatenda dhambi. Tumeingia kwenye ndoa, tumeingia kwenye biashara, tumeingia kwenye urafiki, tumeenda kuishi mahali, tumefanya kazi ambazo zimekuwa mateso, ambazo zimekuwa mizigo kwa sababu tuliliacha neno. Sasa tunaamua kuitatua kwa kutumia akili zetu. Lakini hapana, amua kutumia neno la Mungu kiwe ni chakula chako. Imeandikwa Mathayo 4:4 ya kwamba imeandikwa, mwanadamu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Neno lako ni chakula chetu. Kwa hiyo neno la Mungu ndiyo chakula chako tangu sasa. Dhamiria, azimia kutoka moyoni. Roho Mtakatifu atakusaidia kupiga hatua katika kuliamini na kulitegemea neno la Mungu. Vita ya shetani na sisi ni kuhusu neno la Mungu. Pambana kulilinda neno la Mungu, nalo litakulinda. Asante. Ikiwa una swali, unaweza kuandika kwenye comment, lakini pia unaweza kusubscribe kwa ajili ya kupata notification napo upload video nyingine, lakini pia unaweza kushare na marafiki ambao unaona hili jambo litawasaidia. Ila wa kwanza kusaidika ni wewe, uwe ushuhuda kwambia neno la Mungu limenivusha toka gizani kunileta uzimani. Nakutakia siku njema.